za rufaa za Webuye na ile ya Bokoli kwa tuhuma za kunywa maziwa yanayokisiwa kuwa na sumu. Wenyeji wanasema walianza kuugua ugonjwa huo baada ya kunywa maziwa ya ng'ombe aliyekuwa mgonjwa na ambaye alikuwa ametibiwa siku chache zilizopita. Baadhi ya waathiriwa wamedai kuwa baada ya kunywa maziwa na kumaliza saa moja walianza kuharisha na kuwalazimu kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Webuye kwa matibabu. Hata hivyo, kulingana na mhudumu wa hospitali hiyo ambaye hakutaka kutajwa, waathiriwa wote wameondolewa katika hali ya hatari. Wakaleta daktari wakaitibu. Walipomaliza kutibu na shemejanga kukawia siku hiyo na kakamua maziwa yake akaweka kwa mtungi 5 lita ili ikandamane na waitumie. Ni ujungu sana kuona kwamba watu wote kwa boma, jamii yote, maziwa yameleta shida. Tunaomba hayo maziwa yenye imesalia waipime tujue ni nini chenye kilisababisha huu ugonjwa. Tumbo ikaanza kunisokota kitu saa 1 asubuhi. Pia watoto wangu pia tuko tunaukua ugonjwa tu huo tu mmoja tu, kuendesha na kutapika. Nikaamuka nikaenda sasa mwenye maziwa, mwenye alitupea maziwa, tukakuta wote wako tu chini na familia yake tu yote tunaukua tu wote ugonjwa wao, na yangu na watoto wangu imefanana. Na bila shaka tukitoka kule Webuye nataka tupate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo, vile tukiingia katika mjadala kuweza kuangazia mirindimo ya siasa zilizorindimwa wikendi hii zina maana gani katika siku za usoni. Usende mbali mtazamaji.